Jamani, huyu dada kachukua bwana wa rafiki yake. Mbea na mume wa rafiki, sio mume kwanza, ni bwana wa rafiki yake. Sasa alichokisikia ni kwamba wana ukimwi, anataka mfunge rafiki yake. Huyu binti ana kanifuata ananiambia, Dalizi, naomba unisaidie. Yaani nataka namba ya mganga, nataka nimroge rafiki yangu, nataka nimroge na bwana yake. Alafu kama unaweza kunisaidia kwenye swala la sheria nipostie, watu wanielezee hapa kisheria kama ninaweza kumfunga huyo dada. Ndio nikamuuliza, udugu vipi, imekuwaje? My dear, huyu dada ana rafiki yake. Kwa maelezo yake, ni rafiki yake tangu utotoni. Sio, unanielewa vizuri, ni utotoni. Yaani wazazi wao walikuwa wamepanga nyumba moja. Kwa hiyo ni wameanza kucheza tangu wakiwa wadogo. Sasa huyu binti anakuambia yeye hanaga bahati ya kuwa na mabwana, yaani hanaga bahati ya kuwa na mabwana. Yaani mara nyingi mabwana ambao huwa anawapataga ni mashemeji zake, ambao yaani rafiki yake akipata bwana wanamkoadia sasa kwa mmoja wa marafiki zake au ndugu zake, ndio hivyo. Lakini yeye kupata mabwana hivi peke yake hawezi. Kwa hiyo anakuambia, Dalizi, yani mimi Dalizi nahisi huyu rafiki yangu kaniloga. Akawa anahisi huyu rafiki yake kamloga, ndio maana hapati mabwana. Basi majuzi kati hapa rafiki yake kapata bwana mzuri, bwana mwenye pesa, bwana yuko vizuri, akija na gari kapaki nje, range linaeleweka, my dear. Sasa huyu akajitahidi kumuuliza rafiki yake, vipi huyo bwana wako hana marafiki, hana makaka? Akaambiwa hana rafiki, hana kaka. Huyu dada akasema hapana, huyu atakuwa na marafiki zake, sema tu huyu rafiki yangu anataka kunibania, hataki nipate na mimi bwana mwenye pesa. Alichokifanya, akaomba namba ya yule kaka. Anakuambia, siku hiyo nimeenda nyumbani kwa rafiki yangu, nimemkuta yule kaka yuko hapo nje anamsubiri, sijui amfungulie mlango, sio afaini. Akamuomba namba, akachukua namba, akaanza kuchati naye. Kachati naye, siku hiyo dada anasema akawa ameposti picha ya kimtego. Anasema, Dalizi, sikuwa nimempostia huyu kaka. Ni uongo, alikuwa akampostia huyu kaka. Si unajua sasa ukisave namba mpya ukaona mtu kaposti kakupostia wewe. Basi huyu kaka kaanza kumwambia, una shepu nzuri shemeji, sije kuangalia vizuri. Dada akamwambia, jamani shemeji, unanitania shemeji, sijui ni. Akamwambia, mimi sikutanii. Wakatongozana, wakakubaliana. Mwisho wa siku akaanza kupachuana. Tena unaambiwa akawa anapachuana naye kila kinga. Anakuambia ni kilichotokea Dalizi sijawahi kuwaza. Hujawahi kuwaza? Dalizi ni kilichotokea sijawahi kuwaza kabisa. Basi wakapachuana wenyewe, wakapendana. Akaanza kumwambia shemeji yake, shemeji, muache rafiki yangu, mimi nataka kuwa na wewe permanent. Akamwambia huyu bwana, akamwambia hapana, siwezi kumwacha bila kukosa. Hajanifanya chochote, na muachaje? Haiwezekani. Sasa wakaendelea kwenye mahusiano. Akawa kama anamngonga kisogo rafiki yake. Unaelewa vizuri kwamba ni wewe yani anakwambia Dalizi, yani dada alivyokuwa akiletewa vitu, analetewa mapochi, sijui analetewa mabegi, akija akiringa tu akianza kusema, jamani bwanangu kanifanyia hivi, bwanangu kanifanyia vile, na yeye kimoyomoyo anasema, bwanangu akufanyia hivi na mimi naenda kuomba hela. Na yeye anaenda kuomba hela, anakuwa kama competition. Kwa hiyo akinunuliwa hivi na yeye anaenda kuomba anunuliwe hivi. Rafiki yake akaanza kumuuliza, shoga yangu, umepata wapi huyu bwana sponsor ambaye yani anakuspoil hivi kwa mara ya kwanza, sijawahi kuona? Anamwambia, kwani kila kitu nataka kujua? Unataka unichukulie bwanangu au vipi? Rafiki mtu akamwambia, no, nauliza kwa sababu unaniambiaga mabwana zako, unaniambiaga. Akamchamba na kwambia, unataka kujua ili iweje? Unataka kuniharibia au wewe unapokuwa gana mabwana, kwani mimi unaniambiaga? Mbona mimi nimekuwa na bwana sasa hivi uko interested, au kwa sababu umezoea mabwana unanikodia wewe? Sasa hivi nimekuwa na bahati, naona unanionea wivu. Rafiki mtu akamwambia, shoga yangu wewe, basi nimeinua mikono, samahani. Akamwacha. Wakaendea kwenye mahusiano. Sasa huyu dada anakuambia huyo bwana alikuwa na tabia, yani huyo bwana ana tabia, yani akiwa anampachua mpaka kei inawaka moto. Yani anahakikisha amefanya mpaka yani unaona kabisa, yani ukitoka pale unajua kabisa yani nimechubuka, yani kei inawaka moto, nakwambia amechubuka. Wakati mwingine mpaka anaona damu. Akawa anajua ni kawaida, ndio mpachuo, jinsi ambavyo kaka anapenda kupachuana. Sasa juzi akawa amekuja kwa rafiki yake. Alipokuja kwa rafiki yake, akaingia ndani. Kabla hajaingia mlango wa ndani, anakuambia nilikuwa nimevaa raba, kwa hiyo nikawa nimeinama chini ili nivue raba. Alipokuwa ameinama chini anavua raba, akasikia rafiki yake akiwa anaongea na simu. Shostito anaongea na simu, kaweka loudspeaker, anaosha vyombo. Kwa hiyo kaweka loudspeaker, anaongea na huyo bwana. Wanajadiliana. Kwa maelezo huyu binti anasema kwamba yeye na huyu kaka walikutana kwenye grupu la watu ambao wanatafuta mahusiano, watu ambao wana ukimwi. 80 kwa kusema hivyo. Kwa watu wenye ukimwi, wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, ndio walikutana kwenye hilo grupu. Ndio wakawa wanaulizana, wewe ushawaambia wazazi wako kwamba wewe umeathirika? Huyo kaka anasema, mimi sijawaambia wazazi wangu.
Na huyu dada naye anaulizwa na umeambia wazazi wako, anasema huyu dada anamwambia mimi sijamwambia mtu yoyote, yani sinaogopa kutengwa, wazazi wangu wataniona kama mimi malaya, yani hivyo. Wakawa wanaongea, wakawa wenyewe wanatiana moyo, usijali nitakuoa, sijui nini, wakawa wanaongea. Dada akawa anamwambia yani sijawahi kutegemea kama nitakuja kupata mwanaume ambaye mwenye hali kama yangu, ambaye tutapendana, tutaelewana, achilia mbali mwanaume ambaye utanipenda na kunijali kiasi hicho. Huyu binti anakuambia alichoka, akakaa chini. Alipokaa chini, rafiki mtu akasikia kama kuna mtu kagonga mlango, yani kama kuna kitu kimejigonga kwenye mlango. Ndio akatoka. Kutoka kamkuta huyu bibie yuko hapo nje, nakwambia yupo kakaa chini, anatetemeka, jasho linamtoka. Shoga yake akamuuliza, "Vipi? Mbona umekaa chini, unaonekana kama yani kuna kitu kibao umefiwa? Mama yako kafa, babako kafa, au ndugu yako yote kafa? Mbona hata angekufa ndugu?" Anamwambia, "Hapana. Mbona hujawahi kuniambia?" Huyu bibi akamuuliza, "Nikwambie nini? Uje kuniambia kama?" Akapaniki sasa. "Uje kuniambia kama una ukimwi?" Huyo shoga mtu akaguna kwanza, nakwambia ikabidi anyamaze, akakaa chini, akamuuliza, "Sijawahi kukwambia, kwani natakiwa nikwambie kwamba natakiwa nikipima nikikuta nina ugonjwa? Yaani wazazi wangu wenyewe sijawaambia, ndugu zangu sijawaambia. Wewe unakuja kunilaumu kwamba kwa nini sikukwambia? Natakiwa nikwambie, yani kwamba kuna sehemu pameandikwa kwamba eti kwa sababu nimejikuta mimi ni mgonjwa natakiwa nikwambie, na sikukwambia kwa sababu najua mdomo wako wewe unatembea tembea sana, kwa hiyo sikutaka kukwambia." Dada nakwambia nilichoka. Akamuuliza, "Kwa muda gani?" Akamwambia, "Muda mrefu tu, zaidi ya miaka 5, mimi ni mgonjwa na ninajijua." My dear, dada nakwambia alichoka. Anatamani kumwambia kwamba mimi bwana wako ambaye na wewe ni waathirika wote pamoja, nimeshapita naye, tena nishapita naye kisawasawa. Kashindwa. Nakwambia alichofanya, akainuka akakimbia, akaenda nyumbani. Anakwambia shoga yangu akawa ananipigia baadaye, nikawa nashindwa kupokea kwa sababu sasa napokea namwambia nini. Lakini sasa ndio anakuambia amejikuta ana hasira sana na yule msichana, kwa sababu anasema kama yule binti angemwambia kwamba ni mwathirika, asingetembea na shemeji yake na asingekuta haya alomkuta, yasingemkuta. Akasema nilienda nikakaa kwa muda mrefu sana, nikawa yani ni kama ubongo wangu ukawa unapishana, yani nipime au nisipime. Ikabidi tu akubaliane, akaenda akapima. Maidia akapima umo vizuri tu, tena akaambiwa yani ukimwi upo vizuri huko, umetulia zake. Kwa hiyo ni wewe kwanza, ni swala la kwanza tu kutumia dawa. Ndio anakuambia yani alikasirika hata kuchukua dawa, akachukua dawa lakini hata kutumia hajatumia. Yani anafikiria kila kitu, anatamani kujua, anatamani kufanya kila kitu, anatamani kumroga rafiki yake kwa sababu anasema bila rafiki yake yani haya mambo yasingemkuta. Anatamani kumroga huyo bwana kwa sababu anasema huyo bwana ni kama kamwambukiza makusudi. Anatamani yani kila kitu anatamani yeye. Anatamani kama kuna kifungu cha sheria kwamba rafiki yake kamficha kwamba bwana yake ni mwathirika na ametembea naye sasa hivi kaupata huo ugonjwa. Kwa hiyo jamani, huyu binti anaomba ushauri kama kuna kifungu cha sheria ambacho kinaweza kikamsaidia. Mimi namba nimemwambia sikupi namba sikupi, tamaa zako mwana kulifind umeligeti. Kwa hiyo namba nimwambia mimi namba binti, nitakupa namba kwa vitu vingine, lakini kwa hilo unataka kulifanya umejitafutia mwenyewe kwa tamaa zako. Naombeni mumshauri binti wa watu.